huku Rais William Samoei Ruto akihudhuria mkutano wa kimataifa wa World Urban Forum mjini Baku nchini Azerbaijan, baada ya kukaribishwa na mwenyeji wake Rais Ilham Aliyev kwa pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la UN Habitat Bi Anna Claudia Rosbach. Mgomo wa matatu katika miji mikuu kama vile Nairobi, Mombasa na miji mingine mbalimbali imekuwa ni Jumatatu Mei 18, wakati raia wengi walitembea kilomita nyingi kufika kazini na maeneo mbalimbali kama vile makwao. Muungano wa magari ya uchukuzi uliitisha mgomo wa taifa nzima kutokana na ongezeko la bei ya mafuta. Tunahofia usalama wa magari zetu. Tunaweka magari. Tunaomba serikali ipunguze bei ya mafuta turudi kazini. Magari ya uchukuzi machache mno yalionekana kwenye barabara kuu ya kutoka Kitale kwenda Lodwar, huku madereva wa malori wakiamua kuegesha magari yao kando kando ya barabara. Kama contractor ilikuwa nichukue mizigo yangu kutoka Kitale kuelekea sehemu za kule Pokot, lakini fika kule Kitale sikuweza kupata, hali ya uchukuzi ilikuwa duni kabisa, sikuweza kupata gari lolote. So far nimekwama, hata mfuko wangu umekwama, kila kitu kimesambaratika. Na kumwendeshaji huyu wa pikipiki, wengi wanahoji kuhusu bei ya mafuta katika mataifa jirani. Nashangaa kujua ni kwa nini hapa kwetu Kenya mafuta iko bei ya ghali juu kabisa. Unapata haya mafuta yote yanasafirishwa kutoka Mombasa na kule Saudia, ama kule mafuta yanatoka katika kituo kimoja. Unapata hapa kwetu Kenya mafuta inauzwa bei juu, lakini ukienda kule Tanzania ama kule Rwanda mafuta yako chini kabisa. Na kwa akina mama wauzaji mboga almaarufu kama mama mboga na wenye maduka, je? Sisi tumeathirika sana. Kwa duka hakuna watu barabarani, magari ifanyi kazi. Tumeathirika. Hii serikali tusikilie huruma. Tafadhali serikali. Na katika bidhaa zako za dukani kulikuwa unatarajia kitu leo pengine? Nilikuwa natarajia sukari ikuje, magari imekwama. Sasa hakuna kitu kazi yote inaendelea. Shaban Ndege, SNTV, Trans Nzoia, Bonde la Ufa.